Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujumbe kutoka mji wa Makka. Leo ni siku ya Ijumaa. Ijumaa hii katika maeneo ya Haram, maeneo ya viwanja vitukufu vya mji wa Makka mtukufu. Ujumbe wangu wa leo kutoka mji wa Makka mtukufu ni kwamba mafanikio ya mwanadamu yapo katika kuchanganyika na watu na yapo katika kuvumilia yale maisha ya watu wengine. Ujio wa mahujaji wote duniani, zaidi ya mahujaji milioni 2 na she. Nini ambacho sisi tunajifunza? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawataka Waislamu wote duniani, anawataka watu mbalimbali wanaokusanyika katika mji mtukufu wa Makka al-Mukarrama. Moja ya ibada kubwa ambayo wajifunze itakayowapa mafanikio katika maisha yao ni jinsi ya kuchanganyika na watu, ni jinsi ya kuvumiliana na tabia za watu wa duniani kote. Maisha ya mwanadamu kisiasa, kiuchumi, kidini, kijamii yapo katika kuchanganyika na watu. Hakuna mtu ambaye anaweza kufanikiwa kwa kuishi peke yake. Mtu ni lazima achanganyike na society na aweze kuivumilia jamii ambayo anachanganyikana nayo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatupa faida ya kuchanganyika na watu na kuvumilia tabia zao pale aliposema, almu'minu alladhi yukhalitu an-nas wa yasbiru ala adhahum khayrun min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas wa la yasbiru ala adhahum. Muumini ambaye anachanganyika na watu, akusema alladhi yukhalitu almu'minin, kwa ambaye anachanganyika na waumini. La, muumini ambaye anachanganyika na watu, wayasbiru ala adhahum, na anavumilia maudhi yao, khairun, bora mno huyo, min almu'min alladhi la yukhalitu an-nas, kulikoni muumini ambaye hachanganyiki na watu, wala yasbiru ala adhahum, wala havumilii shida zao, maudhi yao. Kwa hivyo mahujaji wote wanaokuja katika mji mtukufu wa Makka ndani ya miezi hii ya Hija, maana yake moja ya mafunzo ambayo ya kiibada, mafunzo ya kiibada tunayoyapata katika Hija na katika kukusanyika mamilioni ya watu wote wanaotoka hapa duniani, kwamba mafanikio ya mwanadamu ni katika kuishi na watu. Mafanikio ya mwanadamu ni katika kuvumilia, kusubiri changamoto za watu. Uwezi ukafanikiwa kwa kuishi peke yako, na uwezi ukafanikiwa kwa kuzikimbia changamoto za watu. Ni lazima uishi na watu na uvumilie changamoto zao. Hiyo ni ibada ambayo tunajifunza kupitia ndani ya ibada ya Hija. Kwa hivyo hii halaiki ambayo unaiona wote wamekuja kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Hija, na wapo katika mji mtukufu wa Makka, na msikiti leo Ijumaa umejaa mapema sana. Kwa hivyo mitaa yote ya Haram ni nyomi, waumini duniani kote wanaishi. Mimi hapa na rekodi kipindi hiki nikiwa nimechanganyika hapa na watu kutoka Ulaya, watu kutoka West Africa, watu kutoka maeneo mbalimbali, na kila mmoja anampa heshima mwenzake, kila mmoja anamtanguliza mwenzake, kila mmoja anamvumilia mwenzake. Watu wote huku tunaitana haji haji haji. Huyu akipata maji anampa mwenzake, huyu akipata tende anampa mwenzake. Haya ni mafunzo ambayo mahujaji wote, na hususan wale mahujaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunatakiwa tuishi na falsafa ya kuchanganyika na watu na kuvumilia changamoto zinazotokana katika maisha ya watu. Watu tunaokuja katika mji wa Makka hatuji kustarehe, tunakuja kujifunza maisha yaliyokuwa sahihi. Usitegemee kwamba unakuja huku Makka ili upate starehe. Kama ungekuwa unahitaji starehe, ungebaki nyumbani kwako. Una nyumba nzuri umeacha nyumbani kwako, una maisha mazuri umeacha nyumbani kwako, lakini unakuja katika mji wa Makka kujifunza vipi uishi na watu, vipi uchanganyike na watu, vipi utazikabili changamoto kwa kuvumilia. Haya ni mafunzo ambayo tunayapata katika mji mtukufu wa Makka. Ni mimi ndugu yenu Khamis Abbas Mtupa kutoka idara ya Hija makao makuu BAKWATA Taifa, chini ya uratibu mkuu Ad-Doktor Samahat Al-Sheikh Mufti Abu Bakr bin Zubairi, bwana Sheikh mkuu wa Tanzania. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Niwatakie Ijumaa mabrur.